ili tukaweze kusanyika na kukutana pamoja, tukapate muda na wakati ya kumwaga mioyo yetu mbele zake na tuweze kumwabudu. Hii ni ibada yetu ya kila Jumapili tunapokusanyika, tunapokutana ili tupate kumwaga mioyo yetu mbele za Mungu. Na ibada ya kweli inasema Mungu ni roho, na anawatafuta wanaume na wanawake watakaomwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu ya hiyo tunaweza kufanya mambo mengine, lakini kinachohitajika ni kuhudumiwa rohoni na Mungu. Na tunapojiachilia mbele za Mungu, tunapomwaga mioyo yetu, tunapomwabudu, tunapomsifu, Mungu anahudumia mioyo yetu, tunasikia kuuishwa, kufanywa upya na kutiwa nguvu ya kuweza kuendelea kujitoa, kumtafuta Mungu wetu, kumkaribia Mungu wetu na kuwa na ushirika uhusiano pamoja naye. Kwa hiyo tunahitaji kufungua maombi yetu rasmi. Tunalika wote wanaotufuata kwa njia ya Facebook na kwa njia ya YouTube, wote watakaotufuata, Mungu akaweze kuwabariki na kufanikisha sana. Acha ukafungue moyo wako, pia masikio yako katufuate, tuwe kitu kimoja. Kwa yote ambayo tutakayoendelea itakayofanyika hapa, Mungu atakavyokuhudumia, hata na sisi pia atatudumia. Kwa hiyo italingana na vile utakavyofungua moyo wako na utakavyomruhusu Mungu apate nafasi ndani ya moyo wako. Tutafungua kwa maombi na baadaye tutaweza kuendelea. Acha Tresor Basubi atafungua kwa maombi na kisha tutapata kuchukua hatua nyingine ambayo inafuata. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kusema asante kwa siku ya leo. Asante Bwana Yesu kwa nafasi hii. Tunakuwa na sisi. Tunashukuru Bwana. Muda huu na wakati. Tuko na afya nzuri. Tunaleta mioyo yetu na shetu kwa Bwana. Tunakuhitaji rohoni, tunakuhitaji maisha yetu, tunakuhitaji Bwana. Ili ukaweze kutuhudumia. Acha Mungu kaweze kutufunua, acha Mungu kaweze kutufunua. Tuonekanie Mungu, tuhudumie Bwana. Nina mioyo yetu na maisha yetu. Tunakusubiria kwetu, funua mpango wetu, funua mapenzi kwa Bwana. Acha Mungu katuisha, kutuamsha. Mungu tukuvuka, tujaze, tuelekeze, kutuongoza. Tunakusubiria kwetu, funua mpango wetu. Tupe kibali, tupe upenyo, tukabidhi tusogelee tudumie. Ibada yetu na hizi mikono yako. Kiongozi mikono yako, wote watakaosikia na kutufuata mikono yako. Acha kila mmoja akaanze kubarikiwa na kujengwa na kuona mkono wako. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu. Pokea sifa, pokea utukufu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni muda mzuri wapendwa ambao tutafungua mioyo yetu tuimbe na baadaye tutaweza kuendelea. Amen. Yesu Kristo Bwana wa Yesu Kristo Bwana wangu, una amri na uwezo, una amri na uwezo za kuziondoa dhambi, natakasa roho yangu, nitolee masamani, niokoe na jaribu, nilinde hata mwisho wa safari, nitwae kwako. Mbele nilikuwa movu, nilikukata Yesu, kwa hakika sikujua wewe na upendo wako, nitolee masamani, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho wa safari, unitwae kwako. Tangu sasa ewe Yesu, Mwokozi na rafiki, nimetengwa na shetani, niwe wako siku zote. Imba nitolee masamani, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho wa safari, unitwae kwako juu. Imba nitolee masamani, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho wa safari, unitwae kwako juu.
Amen. Kuna wimbo mwingine ya pili ambao iko hapa tutaimba na baadaye ndio tutaingia katika maombi. Inasema mimi mwenye hatia nimekombolewa Kristo Yesu aliponiokoa. Amen. Mimi mwenye hatia nimekombolewa Mwokozi alipojitoa. Dhambi zangu na zako alizichukua, kwa damu alinitaka. Dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Yesu mwenye upole na mwenye upendo, ananitakasa. Oh, nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi, alikufa msalaba. Dhambi zimetundikwa msalaba, oh, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mwana wa Mungu. Alizarauliwa Yesu na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Ona mwambata Mwokozi, sitaki kumwacha kwa kuwa alinisihi. Ona kusifu Yesu, unayenipenda daima na kushangilia. O dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Huyo Yesu alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Mwana wa Mungu alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Mimi na mwambata Mwokozi, sitaki kumwacha kwa kuwa alinisihi. Ona kusifu Yesu, unayenipenda daima na kushangilia. O dhambi zimetundikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi, alizarauliwa na kukataliwa, atupatanishe na Mungu. Mwana wa Mungu alizarauliwa na kukataliwa, Yesu atupatanishe na Mungu. O Mwokozi alizarauliwa, Yesu Mwokozi wetu atupatanishe na. Karibu kwa mambo ya msamaha. Baba, katika jina la Yesu twaja kwako tena Bwana, tukiwa tumenyenyekea mbele uwepo wako, miguuni pako, machoni pako, mbele zako. Tuomba rehema zako juu yetu Bwana, utusamehe. Nisamehe binafsi katika tumejikwaa, katika tumeyatenda. Mimi mwenye dhambi, samehe dhambi zangu na makosa yote ambayo nimeyatenda kinyume chako. Yote ambayo nimeingilia sio kupenda, sio faa. Jinsi ya kutenda, jinsi ya kutazama, jinsi ya hali yangu, moyo wangu, maisha yangu yaleta kwako. Naomba rehema zako. Nisamehe Bwana, usinihesabie hukumu, usinihesabie makosa, lakini dhambi zangu Bwana usifanye
uzivute kwa damu yako. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, naomba kutakaswa, kuoshwa, kusafishwa. Unitakase Bwana, unioshe, nisafishe. Damu ya mwana kondoo wa Mungu, damu ya Yesu Kristo, iliyomwagwa pale msalabani, damu iliyo na uwezo na mamlaka na nguvu. Damu ya Yesu Kristo, Kristo nitakase, Kristo nioshe, Kristo nisafishe. Unifanye kuwa safi, safi kama theluji. Hata nikubalike Bwana napolitia jina lako. Nipokee kibali machoni pako, nipokee kibali machoni pako. Damu yako Yesu Kristo, damu iliyo na uwezo na mamlaka na nguvu, damu iliyotolewa kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa kila atakayelitia jina lako, atakaye kukiri na atakaye tambua moyo wake na makosa yake, iko tayari kutakaswa, iko tayari kusamehewa, iko tayari kuoshwa. Naomba kutakaswa, kuoshwa na kusafishwa, nifanye kuwa safi, safi kama theluji, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu na Mungu wetu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, imora rafiki yangu, damu ya Yesu, imora rafiki, damu ya Yesu, Baba inatakasa, oh rafiki, damu ya Yesu, inaosha dhambi, oh rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ina uwezo, oh rafiki, damu ya Yesu, Baba ya kusha dhambi, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, Baba damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, rafiki yangu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tunaenda tuliitia jina la Yesu Kristo, tuombe damu ya Yesu Kristo. Sabuni inaosha mwili na inafua mavazi. Haina uwezo wa kutakasa roho na nafsi ya mwanadamu. Kuna moja tu inaweza, ni damu ya Yesu Kristo. Hapana damu ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe. Damu ya Yesu Kristo ndiye ilitolewa. Hiyo pekee yake ndio ina uwezo ya kutakasa roho ya mwanadamu. Kwa tunapoliitia jina la Yesu Kristo, tufungue mioyo yetu na tuamini rohoni kwamba damu yake inatutakasa, inatosha kusafisha. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, tunalika damu ya mwana kondoo wa Mungu, damu ya Yesu Kristo iliyotolewa, iliyomwagwa pale msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi na makosa. Damu ya Yesu Kristo tutakase, damu ya Yesu Kristo tuoshe, damu ya Yesu Kristo tusafishe. Kila mmoja wetu mahali hapa Bwana, tutakase, 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 tutakase. Utufanye kuwa safi, safi kama theluji. Mawazo ya mioyo yetu, fikra zetu, nia yetu, mioyo yetu itakasike kwa damu ya Yesu Kristo, ioshwe kwa damu ya Yesu Kristo, isafishwe kwa damu ya Yesu Kristo. Hata tukubalike, tufanye kuwa safi, safi kama theluji, safi kama sufu. Haleluya. Takasa maisha yangu na kila mmoja wetu mahali hapa Yesu. Acha Mama Teresa aseme asante kwa kipindi hiki. Asante Kristo Yesu mfalme wetu. Kwa maana tulianza pamoja na wewe na tunaendelea kwa pamoja na wewe. Na unajua tutakia maliza pamoja na wewe. Kristo uko pamoja na sisi Baba. Unajua huwezi kutuachilia Baba. Mipango yote inasalia Kristo uko pamoja na sisi, na iongozi. Na Roho wako Mtakatifu awe pamoja mahali hapa. Hawe kiongozi wa kila jambo yote utakayonena, utakayoifanya. Ni kwa uwezo wa jina lako Kristo mfalme. Nikiomba hivi, amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Tunaenda katika nyimbo za wokovu. Tunaimba namba yake ya 181. Tutazame kule mbinguni. Wote tunaijua, tuimbe tukiwa na ujasiri, tukiwa na furaha, hata tumuinue na kumsifu Mungu wetu, tukimwabudu kwa njia ya nyimbo, na tukiamini kwamba kwa njia hiyo Mungu atatujenga, Mungu atatuinua, Mungu atatuisha na atazidi kutuvuvia zaidi, ili tuendelee kumsifu, kumwabudu. Maana hakuna mwingine katika maisha yetu, ni Mungu. Kule mbele asubuhi inakuja, tuamini Mungu wetu, haleluya, atafanya kazi yake, kufukuza mashetani, kumiliki nchi. Tutashinda, tutashinda tukiomba,
tutashinda tukiomba. Mungu atatusikia. Tarumbeta italia, tuamke sote sasa. Mungu wetu anataka sisi sote tutakase, kila mtu awe safi katika kanisa yake. Uliache nunguniko, tutapata nguvu. Baba uliache nunguniko, utapata nguvu. Baba uliache nunguniko, utapata nguvu. Imani watu wale, Bwana yu pamoja nasi, tutashinda majaribu kwa uwezo wake Yesu. Twende tukahudumie kwa kumpa maadili, hata roho na akili zimutumikie. hata roho na akili zimutumikie. hata roho na akili zimutumikie. Watu wengi hawajui njia ya kufika mbingu, wamekuwa wamefungwa kwa mikono ya Shetani. Twende tukawatafute, tuwalete kwangu. Na kuomba na kukesha, watafika kwake. Na kuomba na kukesha, watafika kwake. Na kuomba na kukesha, watakuja kwake. Na kuomba na kukesha, watafika kwake. Tena haleluya. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Nataka wapendwa tupate nafasi ya kuomba. Kumwaga mioyo yetu mbele za nani? Mbele za Mungu. Amen. Ili tuwe na muda na wakati tutendee kazi. Amen. Amen. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Chunguza Baba, Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. chunguza Bwana, chunguza unichunguze Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. chunguza Bwana, chunguza unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. chunguza Baba, chunguza unichunguze Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. chunguza Mfalme, chunguza unichunguze oh Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. chunguza Baba, chunguza unichunguze oh Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. wewe ni Mungu wetu, Mungu unayeweza, imba wewe. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Oh, imba wewe. Wewe ni Mungu wetu, Oh, ni Mungu unayeweza. oh, imba wewe. Wewe ni Mungu wetu,
Baba unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Oh, imba wewe, wewe ni Mungu wetu. oh Mungu unayeweza. Oh, imba wewe, wewe ni Mungu wetu. Bwana Mungu unayeweza. Baba unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Baba unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. nitaji utafungua moyo wako, omba Mungu. Mwambie Mungu aje ya moyo wako, kilio cha moyo wako, shauku ya moyo wako. Kile Mungu unataka kutendee na vile unavyotaka uwe. Katika nyakati na siku ambazo tunaishi, ambazo siku za mwisho, siku za ajabu sana. Tuombe Mungu akaweze kutuvuvia, akaweze kutujaza, akaweze kututia nguvu. Mungu atulinde, atukinge, atuchunge, atupiganie, tushinde, atuokoe. Mungu pamoja nasi atuonekane katika nchi hizi ambazo tupia ndani. Bwana wetu na Mungu tunakuja kwako. Tunaishi katika nchi ambazo Mungu uliona vema tuje tuishi huku, tukae huku na tukutumikie huku. Lakini nchi ambazo zina matatizo, zina shida sana, na shetani analenga na anaweka mecho kwenye nchi hizi ili kuweza kuteka watu mateka na kuwarudisha nyuma na kuangamiza na kuwapoteza milele. Yesu, tuko katika nchi ya Amerika, mji wa Buffalo, state ya New York. Tunaomba ukingo, ulinzi wako, uchungaji wako, damu yako tufunike, mkono wako onekane kwetu. Utuvike utisho, tufanye kwa mira moto, tuwe zaidi ya kila kilicho leo. Shetani asipate njia mlango kupitia maisha yetu. Bwana, uipate kucontrol, tusiwe control na kitu chochote ama mtu yeyote, lakini tuwe control na Roho Mtakatifu, tuwe control na Yesu Kristo. Maisha yetu itawale, uiongoze, uelekeze. Neema yako tufuna, mkono kuonekane, Roho yako tutawale, Roho yako tuongoze, Roho yako tuvunie. Ufunuo kifo cha Kristo Bwana ili katika mioyo yetu, kazi ya msalaba izidi kufunuliwa na kudhihirika. Mecho ya mioyo yetu tuwe nuru, tuone mpango wako, kusudi lako. Yesu, tunakuhitaji. Fanya kitu katika mioyo yetu, fanya kitu katika maisha yetu. Utuishe rohoni, utuinue rohoni, utuvuvie rohoni. Ondoa kila aina ya kuchoka, kila aina ya kudhoofika na kupungukiwa na kulegea, bali utuishe. Acha andirasi fiziki ya rohoni iwe juu sana. Mioyo yetu itiwe nuru, macho ya mioyo yetu iangaziwe, mioyo yetu itiwe nuru. Roho Mtakatifu atuvuvie, Roho Mtakatifu atujaze, Roho Mtakatifu atujenge, Roho Mtakatifu atuelekeze, Roho Mtakatifu atudumie, Roho Mtakatifu atutendee kazi. Neema kujifunue, mkono kuonekane, utuvike utisho, tufanye kwa mia na moto, utulinde, tukinge, tunapolala, tunapoamka. Maisha yetu Bwana, mkono wako tunakabidhi. Tukiwa katika nchi ya Amerika, Mungu tulinde, tukinge, popote tulipo, utukufu wako tuzunguke, mkono kuonekane juu yetu, Roho wako atudumie, Roho wako atuishe, Roho wako atuamshe, Roho wako atuvuvie, Roho wako atujaze, Roho wako atupake, Roho wako atutumie. Mwisho mzuri kuliko mwanzo Baba. Haleluya. Tunakuomba mwisho mzuri kuliko mwanzo wa Yesu Kristo. Tuone huruma Baba mbinguni, tupatie ile roho ya dhamiri tena, kila aliye na ubaya wake autubu. Onekana Bwana katika maisha yetu, Mungu onekana katika roho zetu. Neema yako jifune, mkono wako onekane, utuishe, tuamshe, tupatie kiu, tupatie njaa, mecho ya mioyo tukatiwe nuru, fikra zetu, fahamu zetu zitawale, ili kutenda kwetu Bwana kwa katika mapenzi, katika mpango wako, tukijitambua, tukijipima rohoni, kwenye mizani ya rohoni, tukaone mpango wako, tutembee katika mapenzi yako, tukuwakilishe, tuwe vielelezo vyema, mifano bora. Acha Bwana tukapate kunukia harufu ya manukato, harufu ya uzima. Maisha yetu Mungu ikakupendeze, maisha yetu Bwana ikakupendeze, maisha yetu Bwana ikakufurahishe, tukuwakilishe katika ulimwengu wa kizazi hiki, na katika yote Bwana tutembee katika haki, katika kweli na katika woga wako. Ndani yetu Mungu kaa, ndani yetu Bwana zungumza, ndani yetu Bwana ujifunue, tushike mikono, tuongoze Kristo, tuongoze Kristo, fanya kitu kipya. Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu mkuu. Yesu Kristo, wewe ndiye Bwana uliyekuja katika mwili kwa ajili ya ukombozi. Mungu aliye hai, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uwezo, Mungu wetu na Bwana wetu, utukuzwe, uimidiwe, uinuliwe. Wokovu na wewe, uwezo na wewe, mamlaka na wewe. Juu yako Bwana tunaishi Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Yesu Kristo, sisi tunakuomba mwisho mzuri kuliko. Haleluya. Siku ya mwisho wetu Baba, utupatie neema, tunakuomba tupokee mwisho mzuri kuliko. Na kulilia Mungu mkuu, Nakulilia Baba, usikie kuomba kwangu. Na kulilia, na kulilia Mungu mkuu, na kulilia, usikie kuomba kwangu. Baba na kulilia, na kulilia
hatua. Mimi nakulilia Mungu mkuu. Baba nakulilia Usikie kuomba kwangu. Yesu nakulilia Nakulilia Mungu mkuu. Baba nakulilia Usikie kuomba kwangu. wanafanya upya, fanya upya moyo wangu. Baba na unipenda, Na unipe hatua. Baba nisonge mbele, Hatua. Hatua. nisonge mbele, Hatua zaidi. Bwana nikutumikie, Hatua. oh hatua, haleluya, Hatua zaidi. Bwana nitembe mbele, Hatua. oh hatua, nisonge mbele, hatua, zaidi. mimi nakulilia, nakulilia, Mungu mkuu. mimi nakulilia, Usikie kuomba kwangu. Bwana nakulilia, Nakulilia Mungu mkuu. Baba nakulilia, Usikie kuomba kwangu. wanafanya upya, fanya upya moyo wangu, Baba na unipenda, Na unipe hatua. oh hatua, hatua, oh hatua, oh hatua moja zaidi. Mwokozi, Mwokozi, nipe hatua moja zaidi. oh hatua, hatua, oh hatua, hatua moja zaidi. Mwokozi, Mwokozi, nipe hatua moja zaidi. Tunataka kwenda kuomba Mungu akaweze kuokoa watu katika ulimwengu huu. Shetani hakumuumba mtu. Shetani ana kopi, ni baba wa uongo tena mdanganyifu. Na amewateka watu wazungu kama vile weusi. Anawatia mioyo migumu na anatupa roho za upotevu ndani yao. Lakini Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Aliye na huruma na upendo kwa ajili ya roho ya mwanadamu ni Mungu peke yake. Na Yesu ana huruma mwingi sana, na hataki kama mtu angepotea, anataka kama mtu angeliokoka. Tuombe kwa ajili ya wokovu. Maana Yesu anasema katika Injili ya Mathayo, kabla ya mwisho ule kufika, habari njema ya ufalme itahubiriwa. Amen. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa kila taifa, kwa kila mahali. Mwisho, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Tunaomba ahadi hii ya habari njema ya ufalme, Mungu aiuishe, Mungu aiinue, Injili ihubiriwe, Injili ya ufalme, Injili ya kumwandaa bibi harusi, Injili ya kuandaa kanisa la Yesu Kristo wasafiri kwenda wapi? Mbinguni. Mungu akaokoe mioyo, Mungu akaokoe Afrika, Mungu akaokoe nchi za Ulaya, Mungu akaokoe wazungu, Mungu akaokoe watu wa Amerika. Mungu ana uwezo na Mungu ana mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja kwako Bwana. Tuna matumaini na tuna imani. Neno lako ni kweli na amina. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Tunaomba Bwana, Injili ya ufalme ikahubiriwe. Okoa wanawake na wanaume, okoa watu wako kwa kila taifa, kwa kila kabila, kwa kila lugha na kwa kila nchi. Acha mawimbi ya wokovu tembee. Mawimbi ya Injili tembee. Uishafufua katika nyakati na siku hizi ambazo Bwana tunangoja kuchukuliwa kwa kanisa, tunangoja ujio wako. Uisha kanisa, amsha kanisa, inua kanisa, kufia kanisa, jaza kanisa. Injili ya ufalme uhubiriwe, habari njema ya ufalme itangazwe, habari ya njema ya ufalme izungumzwe kwa kila taifa. Okoa watu wako, okoa taifa lako, okoa wana wako, okoa watu wako. Injili hubiriwe, Injili tangazwe, Injili fikie watu, Injili wavute wana wa ufalme na walete karibu na wewe. Yesu Kristo wewe yule jana, leo hata milele. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu na heshima. Haleluya. Bwana Yesu Kristo tunasema asante kwa kipindi hiki.
Asante kwa muda mzuri na wakati mzuri ambao umetupa. Tunapoomba Mungu tunaamini na tunajua Mungu kuna kazi ya ajabu ambayo umeandaa mbele yetu, na kuna kazi ambayo Mungu anataka kufanya katika mioyo yetu. Bwana, utuisha na kutuamsha, ondoa usingizi, hali ya kulala, kupungukia na kuzofika. Lakini tupe kwa tayari rohoni kuamka na kuinuka kwa njia ya maombi, kufunga, kukesha na kuhubiri habari njema ya ufalme. Wavute watu wako katika ufalme. Maana Kristo alisema utakapoinuliwa juu ya msalaba utawavuta watu kwako. Tunaomba Bwana, acha injili njema ya ufalme, injili ya ufalme ikahubiriwe, injili ya ufalme ikatangazwe, watu wakaandaliwa kwa ajili ya ujio wako na kwa ajili ya unyakuzi. Bwana, ukapate kutukuka na ukapate kutawala. Asante kwa nafasi umetupa, asante kwa uwepo wako, asante kwa baraka zako. Vipindi vinavyosalia mikono mwako tunaviacha. Tunasema asante, ubarikiwe na uimidiwe kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tukiomba na hata kuamini. Acha tumpige Bwana, tukae. Ni wakati wa kumshuhudia Kristo na kushukuru kwa kila jambo njema ambalo umetenda, na kuweza kumpatia sifa na utukufu yeye, maana hakuna mwingine, ni Yesu Kristo peke yake. Kwa maisha yako, kwa maisha yangu, anahitaji kutukuzwa, kuinuliwa na kuhimidiwa. Amen. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Oh, nampenda Mwokozi wangu, nampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Oh, nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Sho. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina, amina. Bwana asifiwe tena. Amina, amina. Ninamshukuru Kristo Yesu kwa kuwa mzima. Mimi na familia yangu yote tuko wazima wenye afya tu. Namshukuru Kristo Yesu. Amen. Ndugu zangu, niko na jambo ndogo ya kuongea kwa ajili ya sisi wanadamu tulioko duniani. Ndugu zangu tulio duniani, tusiregee kwa kumuomba Yesu Kristo kutufia msalabani. Hii ni kengele tena naendelea kupiga ndani ya mioyo ya watu wa Mungu. Kristo ndiye baba yetu aliyetufia msalabani. Hakuna Mungu mwingine aliyetufia msalabani, ni Yesu Kristo. Na tena yule Yesu Kristo ndiye atakuja kuhukumu ulimwengu. Yes. Na yule Yesu Kristo ndiye maisha uko nayo, yeye ndiye kana maisha yako mikononi mwake. Yeye ndiye anakuongoza jinsi uendavyo, utembeavyo, uishivyo, ni Kristo ndiye anakuweka. Manadamu usisahau. Hii mchezo kidogo natufikia ya makorona inatetemesha ulimwengu. Kama ni wanadamu wanatetemesha ulimwengu kwa mchezo ndogo tu, Kristo akitikisa ulimwengu utakuwa wapi? Mwanadamu unatetemeka na kitu kidogo, hii unaonjwa tu, lakini ile inakuja ndio nyingi zaidi. Unatarajia mazuri na yale mazuri unatarajia hakuna, utaiona. Lakini mazuri tutarajie kwa Yesu Kristo. Ukimbie. Amen. Ukikimbia haraka uangalie mahali ulitokea, utapata mazuri. Amen. Jua hata ukichukuliwa na parapanda unaenda kwa baba yako unapokea tu mazuri. Amen. Lakini hapa kudunia tunaanza sasa. Lakini walio wa Mungu wataonja madogo, lakini hawataingia ndani. Amen. Walio wa Mungu hii ni maonjo tu. Wenzetu wenye roho mbaya, watoto wa baba wa mabaya, wako wanatupangia mabaya usiku na mchana, hawalali. Lakini wewe mtoto wa Mkristo, unangoroma tu, asante Yesu, lakini haujui mipango. Watoto wa baba wa mabaya na baba mbaya, baba wa mabaya mwenyewe iko nakupangia hapo, wanakuja kukuonja tu, lakini wewe kazi yako ni kumfanyia yule baba mabaya kazi. Unakunya pombe, unafanya ukahaba, unaongea mengi uongo, unateta, unasingizia, unafanya mengi. Ukose kala chini, umulilie Yesu Kristo. Niko wapi Baba? Nikifa leo ama kesho ndakuwa mgeni wa nani? Ndaenda wapi? Tukimbie moto. Moto inatukujia wenzangu. Kesho yake hapa watakwambia watashanje system.
watakwambia hakuna tena kununua na pesa, inabidi tuwadunge ndio msikuze tena pesa, ndio inaleta magonjwa. Kesho yake watajeuza nyingine system. Kesho yake utapata chapa itakuwa tena papa ya mara moja, itakuwa system mengine ya teknolojia. Alafu utafurahia tu teknolojia nyingine inakuja ya mzuri. Kama unangojea system ya teknolojia, wewe unaenda ukidungwa tu. Aseme nilikuwa nanunua, nilikuwa nafanya hivi, wewe na Mungu bye bye. Unatarajia moto na kungoja. Sasa nikuibie siri. Na huko tuko tunaenda, hatuendi kuzuri tena. Ukiwa na dhambi juu, hakuna mwanadamu mwenye anajua mwenzake. Hakuna mwanadamu, na kila siku niko naimba hii neno kwa wanadamu kwa mashuhuda yangu. Hakuna mwanadamu mwenye anajua roho ya mwenzake. Ukiona mwenzako anakwambia uko mbaya au uko mzuri, ni chuki yake tu. Ni roho yake tu ya fitina juu ni mtoto wa baba mabaya. Lakini hakuna mwanadamu mwenye anajua roho ya mwenzake. Lakini mwenye roho ya mwenzake ya mtu ni Kristo Yesu mbinguni na we mwenyewe, dhamiri yako. Amen. Kumbe ni dhamiri yako. Hii muda ingali, Yesu Kristo angali kumlango. Neema ingali. Kimbia haraka. Utubu haraka na ujisalimisha kwa Yesu Kristo, muda ingali. Na kwambia ukingoja kesho utakipata. Utapata machungu ya itashinda hata machungu ya kuzaa. Hautajua uibebe kwa nani. Utaitafuta pasta, hautamuona tena. Utakamata kisu ujikate, kisu utakwambia muda wangu wa kukata liisha. Utakimbia kwa mtoni, ujitupe mtoni kumeze. Mtoni utakwambia muda wangu wa kumeza watu iliisha. Dhambi uko unazifanya juu Mungu anataka kupatia muda, na Yesu Kristo angalia kungoja mlangoni. Tutubu wenzangu, tubu. Ile makosa yote uko na madhambi yote uko nafanya. Dhambi hakuna kubwa na ndogo. Jichunguze peke yako. Amen. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Oh, nampenda huyo Yesu, nampenda. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Jina wewe barikiwe. Wapendwa, tunashukuru kwa ajili ya ushuhuda. Ni ya kutimiza na kuambia kwamba ni wakati wa kushindania. Ni wakati wa kujitahidi kupiganisha kwa nguvu. Ni wakati si wa kulala. Ni wakati wa kukesha, ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kujipima, ni wakati wa kuweka kando kila kitu ambacho kinakuzuia, kinakufunga na kuona mpango wa Mungu. Amen. Ni wakati wa kuamka. Amen. Amen. Mungu akubariki sana Mama Trezor kwa ushuhuda ule na kwa kuhimiza watoto wa Mungu, watu wa Mungu, ili kila mtu aweze kujua nafasi yake na kupiga mbio kabla usiku haujaingia. Amen. Jina barikiwe. Nataka tusifu na tuabudu na kisha tusikie neno la Mungu na Mungu wa mbinguni atubariki. Amen. Amen. Mataifa wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Imba, mataifa wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, waliomwamini watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, kanisa la Kristo litakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Baba wataimba, Bwana, wataimba, Bwana, wataimba, Bwana, haleluya, oh, wataimba, Bwana, wataimba, wataimba, Bwana, haleluya, Baba tutamsifu, Bwana, tutamsifu Bwana, haleluya, Bwana. Imba, mataifa wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, kanisa la Kristo litakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, wateule wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, tutaimba, Bwana, tutaimba,
chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine kama Yesu. Nani mwanaume kama Yesu? Nani mwanaume kama Yesu? Chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine kama Yesu. Nani aokoa kama Yesu? Nani aokoa kama Yesu? Chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine kama Yesu. Nani anaponya kama Yesu? Nani anaponya kama Yesu? Chini ya jua na mbingu hakuna mwingine, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine kama Yesu. Hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu. Fariji kama Baba, hakuna kama Yesu. Mponyaji kama Yesu, hakuna kama Yesu. Mwenye nguvu kama Yesu, hakuna kama Yesu. Wa baraka kama Yesu, hakuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Bwana lele, Bwana mabwana, Bwana lele, Bwana mabwana, Bwana lele, Bwana mabwana, olele, Bwana mabwana, Bwana lele, Bwana mabwana, Bwana lele, Bwana mabwana, 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 Bwana mabwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tena haleluya. Baba, tunasema asante kwa maana wewe ni mwema. Uko Mungu ambaye unatosha, Mungu ambaye unaenea kwa maisha yetu. Ulikuwepo, upo, tazidi kuwepo, utukufu na sifa za wewe Bwana. Nasema kwako wazee 24 na wenye uhai 4. Mbona kuabudu na kushuhudia kule mbinguni. Wakisema uko mtakatifu, mtakatifu Mungu mwenye nguvu, Baba milele. Bwana wetu, na sisi tunakutukuza, tunakuinua, tunakuabudu. Maana wewe ndiye Mungu wetu, Bwana wetu, Mwokozi wetu, mfalme wetu. Na sasa hivi na wakati Bwana, tunaleta mioyo yetu tukimwaga yote mbele zako tukisema uko mtakatifu. Uko mtakatifu, uko mtakatifu. Unastahili kutukuzwa, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Maana wokovu na wewe hakuna aliyekuja kufa, ila wewe ulikuja kutoa maisha, ukafa msalabani. Kifo cha aibu ambacho kila mtu alitoroka, alikimbia, lakini ulikuwa tayari ili Mungu ukaweze kutukomboa, ili Bwana ukaweze kutuokoa. Au kutusikilia aibu pamoja na yote iliyotokea, ulikuwa tayari. Hivyo Bwana, sifa zina wewe, utukufu na wewe, heshima zina wewe. Hakuna aliye kama na wewe. Yesu unastahili kutukuzwa, Yesu unastahili kuinuliwa, Yesu unastahili kuabudiwa, Yesu unastahili kusifiwa. Wewe ndio ngao yetu, wewe ndio ngome yetu, wewe ndio ushindi wetu, wewe ndio nguvu zetu, wewe ndio tumaini letu, na wewe ndio kimbilio letu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Haleluya. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Wadada wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Vijana wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Wababa wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata baraka. heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Baba? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe? Tunasema hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Tunaimba hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Baba tutangaza hakuna kama wewe,
wafalme. Nani kama Oh, wewe? tunasema Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. ututandaze. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Sisi tunasifu. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Oh, tunaimba. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Oh, tunasema Hakuna kama wewe. Bwana wa mabwana. inua mikono yako juu, mwambie Mungu hakuna kama yeye. Hakuna kama wewe. Hakuna yeye kama yeye, mfalme wa falme. Hakuna kama Bwana Yesu katika ulimwengu huu. Yesu alikuja kwa moyo wa huruma na upendo, akaleta habari njema, habari ya ufalme, kuja kutuandaa, kuja kutupa uzima, kuja kutupa tumaini, kutuleta karibu na Baba, kutufanya kuwa wana wapendwa, warithi wa ahadi pamoja naye, wamiliki wa ufalme. Hakuna kama na yeye, hakuna kama na Yesu, hakuna kama na mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Mungu atupokea sifa, Mungu atupokea utukufu. Hakuna aliye kama na Bwana, hakuna aliye kama na mfalme, hakuna aliye kama na Bwana. Tunakutukuza wewe, ndio yule jana, leo hata milele, Mungu mkuu, mwenye nguvu, mwenye uwezo na mwenye mamlaka, aliyekuwepo, ambaye yupo. Utukufu na sifa zina wewe. Wewe ndio ufufuo na wewe ndio ule uzima. Mungu atupokea sifa, Mungu atupokea utukufu, Mungu atupokea heshima. Haleluya, haleluya. Asante Bwana. Sema nami, sema nami, useme na moyo wangu Bwana. Sema nami, sema nami, Bwana sema nami. Yesu useme na moyo wangu Bwana. Nena nami, sema nami, oh nena nami, oh useme na moyo wangu Bwana. Oh nena nami, Nena nami, nena nami, Baba useme na moyo wangu Bwana. Rosette, karibu kwa maombi. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu, nakuja mbele zako tukisema ni asante na shukrani na kuinua mchungaji baba yangu. Wewe umeturuhusu tufike hapa mali siku ya leo tukikuabudu Yesu Kristo. Haleluya. Si kwa kupendea tu, lakini kwa kupendea kwa Yesu Kristo Mungu Baba, tuungane mahali hapa tukuabudu Yesu Kristo na tukuinue Yesu Kristo Mungu Baba. Kipindi kenye kinasalia Yesu Kristo Mungu Baba, tuongoze baba yangu. Ubiri wa leo Mungu Baba tunawacha mkononi mwako Yesu Kristo Mungu Baba, umtumie kama chombo chako baba yao. Acha kitu yenye atanena siku ya leo Mungu Baba, uko wewe ndio umemvuvia Yesu Kristo Mungu Baba. Kisha ubiri Yesu Kristo Mungu Baba, acha yenye na ubiri Mungu Baba, endelee kutuvuvia na si mioyoni yetu Yesu Kristo Mungu Baba. Sote kustaudi nasema ni asante na shukrani katika jina lako Yesu Kristo Mungu kwa mimi. Amen. Acha tumpigie Bwana makofi mazuri. Amen. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa. Na mimi tumekuwa na wakati mzuri. Lengo kubwa ni kumwaga mioyo yetu mbele za Mungu. Amen. Na kumruhusu Mungu akaweze kutuhudumia. Amen. Na kama ulifungua moyo wako, wewe unaotufuata kwa njia ya Facebook, na sisi tulie hapa, kama kila mmoja wetu alifungua moyo wake, na mimi tumebarikiwa, tumejengwa na Mungu amehudumia mioyo yetu. Amen. 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 Yesu Kristo abarikiwe. Amen. Ni wakati wa kusikia neno la Mungu, Amen. na tunaomba kila mmoja wetu atafungua moyo wake, Amen. na kila mmoja wetu atakuwa makini kusikiza rohoni, Amen. ili tukaruhusu Mungu akaweze kutuhudumia. Amen. Na kwa sababu yeye Bwana Mungu anatualika sote, God invites us all ili kwamba akaweze kunena na mioyo yetu, so that He can talk to our hearts. na ananena nasi kupitia neno lake. And He talks to us through His word. Katika siku hizi za mwisho, In these last days, siku ambazo tunaishi ni siku za mwisho. the days we are living are the last days. Siku za mwisho zilinenwa sana katika Biblia, The last days were spoken a lot in the Bible. na siku za mwisho zilinenwa sana na wahubiri. And the last days were spoken by the preachers. Lakini sisi tumesema katika Injili ya Mathayo, But because even Jesus Christ said in the Gospel of Matthew, kizazi hiki hakitapita this generation will not pass pasipo kutimia kila ambacho nimezungumza. if my words will not be complete. Kizazi hiki This generation, lazima kila alichosema Yesu Kristo kitimie.
Must everything that Jesus Christ said be complete katika kizazi hiki. in this generation. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Kwa sababu ya hiyo tuko siku za mwisho. Because of that, we're in the last days. Na lengo la Mungu katika siku za mwisho And the purpose of God in these last days ni ulimwengu uisikie Injili. is the world to listen to the gospel. Ulimwengu upokee Injili. Is the world to receive the gospel. Amen. Amen. Yesu anasema mwisho ule hautafika Jesus says the end will not reach kabla habari njema ya ufalme haijahubiriwa kwa kila taifa. if the good news of the kingdom is not preached to the nations. Hivi inamaanisha kuna injili ambazo zinahubiriwa. So that means there is a preaching that's being preached. Kuna mafundisho ambayo watu wanafundishwa. There is teachings that people are being taught. Lakini kuna habari njema ya ufalme But there is a good news of the kingdom ambayo inapaswa ihubiriwe katika nyakati za mwisho. which is supposed to be preached at the last time. Habari njema ya ufalme. The good news of the kingdom. Amen. Amen. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. That's where the end will come. Hivyo tunatarajia katika nyakati na siku tulizo nazo, So we're expecting on the time and the days that we have, kabla ya Yesu Kristo kulichukua kanisa before Jesus Christ takes the church, ili kwenda kufurahia na kusherehekea harusi ya mwana so kondoo. that we can go and celebrate the wedding of the sheep. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika kila nchi. The good news of the kingdom will be preached to every nation. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kwenye kila kabila. The good news of the of the gospel will be preached to every tribe Kabla ule mwisho haujakuja. before the end comes. Amen. 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 Kwa wapendwa, So beloved, Mungu atusaidie sana. may God help us so much. Na mimi nyakati tulizo nazo I believe the time you have na siku tulizo nazo, and the days that we have, Yesu Kristo anatarajia kanisa lake kuandaliwa. Jesus Christ expects his church to be prepared. Umejua karibuni kanisa litanyakuliwa. You know, nearly the church will be taken away. Maana kwa dalili tunazoishi na siku tunazopitia inaonyesha kwamba Yesu yuko mlangoni. Because on the signs and the time that we're living showing that Jesus Christ is on the door. Amen. Amen. Kila kitu ambacho kilinenwa katika Biblia Everything that was spoken in the Bible, kinatimilika moja kwa moja. it's being complete one by one. Amen. Amen. Kinachosalia What's expected ni kunyakuliwa kwa kanisa. is to be taken of the church. Kwa sababu ya hiyo, Because of that, naamini wahubiri wa nyakati za mwisho, I believe the preachers of these last days, naamini watumishi wa Mungu ambao wako katika siku hizi, I believe the preachers of God who are in these days, wanahitaji kuchunguza mahubiri yao. they need to be careful with their preachings. Wanahitaji kuangalia ni nini wanahubiri watu katika nyakati hizi. They need to know what they are preaching to people nowadays. Maana kuna wakati wa kila kitu. Because there's a time for everything. Amen. Amen. Hata Yesu alipokuwa akihudumia wanafunzi wake, Even when Jesus Christ was speaking to his students, maneno aliyokuwa akizungumza nao mwanzo alipokuwa akiwaandaa, the words that he spoke to them at the beginning when he was preparing them, sio ndio aliyokuwa akinena na wao wakati alitarajia kwenda mbinguni. wasn't the one that he was speaking to them when he was expecting to Amen. go to heaven. Amen. Amen. Kuna wakati wa kila kitu. There's a time for everything. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na wahubiri wanahitaji kuandaa kanisa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. And the preachers are supposed to prepare people for the coming of Jesus Christ. Lazima kanisa liandaliwe kwa maana tunaishi siku za mwisho. The church must be prepared because we're living at the end times. Na karibuni Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa. And nearly Jesus Christ will come to take the church. Kwa hiyo kanisa linahitaji kuandaliwa kwa ajili ya kuchukuliwa kwenda mbinguni. So the church is supposed to be prepared because of the coming of going to heaven. Kanisa linahitaji kuandaliwa kwa ajili ya parapanda ya Bwana. The church is supposed to be prepared because of the thunder of God. Ili kanisa liwe tayari rohoni. So that the church can be ready spiritually. Watu waishi maisha ya utakatifu. So that people can live the life of holiness. Watu wajitenge na dhambi. People to separate themselves from sin. Watu wawe na wakati na nafasi ya kumtafuta Mungu. People to have time to look for God. Watu wakeshi kwa kusoma Biblia. People to take their time reading the Bible. Kanisa tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu. The church we need the Holy Spirit. Amen. 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 Maandalizi ya rohoni The preparation of the spiritual. kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni.
for the journey of going to heaven, kwa kumsubiri Kristo kuja kulichukua kanisa. of waiting for Jesus Christ to come take the church. Amen. Amen. Kwa lazima wahubiri wabadilishe namna ya kuhubiri kwao. So it's a must for preachers to change the way of their preaching. Amen. Amen. Na kuandaa kanisa la rohoni, And prepare the spiritual church. kuandaa bibi harusi kwa ajili ya ujio wa bwana harusi. And prepare the bride for the coming of the husband. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Kwa hiyo nataka nisome katika kitabu cha Ufunuo So I want to read in the book of Revelation, sura yake ya 17. chapter 17. Tutaanzia pale We'll start there na mwishowe mpaka pale ambao tutasimamia. until the place that we're going to stop. Ufunuo wa Injili wa Yohana. Ufunuo wa Yohana Revelation, sura yake ya 17. chapter 17. Ufunuo wa Yohana Revelation, sura yake ya 17. chapter 17. Tutaanza tu mstari ule wa kwanza. Last one. One of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, "Come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits on many waters. With her, the kings of the earth committed adultery, and the inhabitants of the earth were intoxicated with the wine of her adulteries." Then the angel carried me away in the spirit into a desert. There I saw a woman sitting on a scarlet beast Utaisha pale 6. Kisha utaruka tena 18. that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. The woman was dressed in purple and precious stones and pearls. The woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones, and pearls. She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. This title was written on her forehead: Mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes, and of the abominations of the earth. I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who have bore testimony of Jesus. Amen. When I saw her, I was greatly astonished. Amen. 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 Unaruka 18 na kusoma 18 yake. 18. It's on my page. Ile 17 18. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. Amen. Amen. 17 katika Biblia yangu ya Kiswahili inasema hivi. Ufunuo wa Yohana sura ya 17 mstari wa kwanza inasema hivi. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kaaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya usharati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makaaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastajabu ajabu kuu,
Amen. Amen. Tunaruka 18 yake nasema hivi, na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Nataka nizungumzie kidogo kuhusu mahali hapa I want to talk a little bit about this part katika Ufunuo wa Yohana. in the Revelation of John. Na Mungu anamchukua Yohana And God takes John katika kisanga cha Patmos. in a Il hill. Kisang, ni kama kiziwa mnaitwa nini? Okay. Mungu akamchukua Yohana. God took John Na kuna mambo alianza kumuonesha kuhusu siku za mwisho and started showing him things of the last days. yatakayotokea katika ulimwengu Things that are going to happen in the world. na yatakayotendeka katika siku za mwisho. And things that will happen in the last days. Na sababu ya kumuonesha Yohana haya And because of showing John this, haikukuwa kwa faida ya Yohana peke yake, it wasn't in the benefit of John himself. lakini ipo kwa sababu ya wale ambao watakaomwamini Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, But it was because of those who are going to accept Jesus Christ as the Lord and Savior. na watakaomkubali Mungu katika maisha yao. And to those who are going to accept God inside their life. Na Mungu hakutaka watu wake wakae kwa giza, And God did not want his people to stay in the darkness. lakini alitaka aandae kanisa kwa ajili ya siku za mwisho. But he wanted to prepare the church for the last day. Na ndio maana kanisa nyakati hizi lazima wahubiri waandae kanisa la Yesu Kristo kwa ajili ya ujio wa Yesu. That's why the church these days, preachers are supposed to prepare the church for the coming of Jesus Christ. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Sababu ya hiyo Because of that, kanisa tunaishi nyakati za mwisho, the church, we are living at the end time. na ni wakati ambao tunahitaji kuwa makini, And it's time we are supposed to be careful. wakati ambao kanisa inahitaji kujitoa sana. The time that the church is supposed to give itself more. Kuna mambo ya kujitenga nayo There is things to separate yourself na from. kupata nafasi ya kumkaribia Mungu. And to get time to get closer to God. Ninajua hapa Amerika na nchi nyingi za Ulaya I know in America and many countries in Europe or America, watu wanafungwa na makazi sana, people are being blocked from works. lakini pamoja na hiyo But together with that, lazima kutenga wakati na Mungu, you must take time with God. lazima kutenga muda pamoja na You Mungu. must take time together with God. Biblia inasema hivi, The Bible says this: mtafuteni Bwana look for the Lord. maadamu angali anapatikana. He still can be found. Amen. Amen. Yohana analeta ushuhuda hapa, John brings the testimony here. anasema hivi, He says this: akaja mmoja wa wale malaika it came one of those angels mwenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelewa kwa mvinyo ya uasherati wake. Kwa hiyo kwa njia ya ufunuo malaika alimchukua, So John, in the way of the revelation, the angel took him, na kuna kitu aliyotaka kumuonesha. and there is something that he wanted to show him. Unajua, mwanamke katika lugha ya Biblia You know, a woman in the language of the Bible ni kanisa, is the church. kwa lugha nyingine In another language, ni dini. is a religion. Amen. 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 Mwanamke ni bibi harusi, A woman is the bride, na bibi harusi wa Yesu Kristo ni kanisa, and the bride of Jesus Christ is the church. na kanisa namna nyingine katika Biblia And the church, in another way in the Bible, ni dini, is a religion. inaitwa dini. It's called a religion. Amen. Amen. Na malaika anamchukua Yohana And the angel takes John kwa njia ya ufunuo on the way of the revelation, katika roho, through the spiritual realm. anamwambia kuja nikuoneshe. He tells him, come, let me show you. Huyu mwanamke This woman
ambaye amelewesha ulimwengu kwa ukahaba wake, which has made the world be drunk kwa njia ya zinaa. He has led the world to the way of prostitution, ambaye wafalme wa dunia, which the kings of the earth na wenye nguvu wa dunia, and the ones with power in the earth, wamezini na yeye, they have fallen with her, na wamelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. now they are drunk on his prostitution. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Huyu mwanamke ni dini, This woman is a religion, ambaye anafanya uasherati na wafalme wa nchi, which he is doing prostitution with the kings of the earth na viongozi wa mainchi. and the leaders of the earth. Biblia inapozungumzia mwanamke, When the Bible talks about a woman, inazungumzia dini. it talks about religion. Kwa sababu ya wapendwa, Because of that, beloved, lazima kanisa la Mungu it's a must for the church of God liwe tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu to be Kristo, ready for the coming of Jesus na Christ likeshe sana rohoni. and to wake up spiritually. Umejua, You know, dini our religion inawakilisha ufalme wa Mungu. completes the kingdom of God. Watu wa dini The people of religion ni watu ambao wana imani, are people who have faith. watu ambao wanahubiri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. People who preach because of the kingdom of God. Na ule mwanamke And that woman ambaye alionekana who was seen analewesha wafalme wa nchi kwa mvinyo wa uasherati wake, he's making the kings of the earth to be drunk through his prostitution. hivi inaonyesha ni dini So it shows it's a religion ambao that inafanya mashauri na mapatano na wa viongozi wa mainchi, it's making agreement to the leaders of the earth, na inafanya mapatano na makubaliano na viongozi wa madini, it's making agreement to the leaders of the religions. na lengo la huyu kiongozi wa dini And the plan of this leader of the religion ni kuwaleta wafalme wa mainchi na viongozi wa madini pamoja. is to bring the kings of the earth and the leaders of the religion together. Lengo sio kujenga mwili wa Kristo, The plan is not to build the body of Christ. lengo ni kuwaleta katika upotevu. The plan is to bring them into darkness. Lengo ni kuwaleta katika kupinga mapenzi na mpango wa Mungu. The plan is to bring them against the plan of God. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Ndio kwa maana kanisa That's why the church ni la rohoni. is not spiritual. Kanisa sio dini, It's not a religion. kanisa ni la Yesu Kristo, The church is of Jesus Christ. ni la rohoni. It's of spiritual. Kwa sababu ya kanisa tunahitaji kuamka. Because of that, the church was supposed to wake up. Kanisa linapaswa kukesha. The church is supposed to be wake up. Mambo haya yanapoanza kutendeka, When these things are starting to happen, mambo haya yanaanza kutokea, when these things starts to happen, kanisa lazima liamke. the church must wake up. Kanisa lazima likeshe. The church must be up. Lazima tujue We must know mambo gani inaendelea katika ulimwengu wa leo. what things are happening in today's Kuna world. mikutano inafanyika, There is meetings Meetings. happening. kuna mialiko ambayo ipo There is gathering that it is, ili dini ifanyike kuwa kitu kimoja, so that religion can be one thing, kwa umoja ya Waislamu na makanisa ya Kikristo, to be the unity of Islam and other religions, kwamba dini mengine yote inaungana ikuwe kuwa kitu kimoja, and other religions that are going to fold hands and be one thing, ili pia wafalme raisi wa mainchi wakubaliane kuwa pamoja na dini. so that other kings of the countries to be accepted into this thing. Lengo la huyu mwanamke ambaye ni dini And the plan of this woman who's religion ni kufanya hawa watu wote kuwa kitu kimoja, is to make all these people the same thing. na ule usharati ambao unazungumzwa kwa hii dini And that prostitution that's being spoken about this religion sio ile tabia mbaya ya mume na mke, lakini ni usharati wa ile tabia ambayo iko ndani ya roho yake. is not the work of wife and husband, but it's the work of which is inside his heart. Amen. Amen. Anabeba roho ya kuwashawishi, He's holding a heart of roho ya kuwashawishi, yani ya kuwafanya awalete pamoja. He's holding a heart of
bringing them together. Ana maneno ya kuwafanya awalete pamoja ili kwamba wajenge kitu kimoja. He has a words of bringing them together so that they can build the same thing. Na sio kitu cha rohoni, And it's not a spiritual thing, ila ni kitu cha kishetani, but it's a thing of Satan, cha kuwa kinyume ya mapenzi ya Mungu. of being against the plan of God. Awajenge kwa ajili ya Mungu, They're not building because of God. wanajenga kwa ajili ya shetani. They're building because of Satan. Awalete watu kwa Mungu, They're not bringing people to God. wanataka kuwaelekeza katika njia ya kuwapoteza. They're trying to lead them into somewhere where Ni they're gonna plani be ya lost. shetani. It's a plan from Satan. Huyu mwanamke huyu kahaba So this woman, amefanya uasherati na wafalme wa nchi he has done prostitution with the women of the city na viongozi wa madini. and the leaders of the religion. Lengo ni kuwa kinyume cha Mungu, His plan is to be against God, na lengo kuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu. and the plan is to be against the plan of Sababu God. ya hiyo, Because of that, kanisa la Kristo the Church of Christ, linapoona mambo hii, when it sees these things, linapochunguza mambo hii, when it looks at these things, ni dalili wazi ya kutuambia kwamba it's a sign of telling us that Yesu yuko mlangoni. Jesus Christ is at the door. Amen. Amen. Yesu Kristo yuko wapi? Mlangoni. Jesus Christ is at the door. Lazima Yesu Kristo yuko mlangoni. It's a must for Jesus Christ to be at the door. Maana Yesu alisema, Because Jesus Christ said, mnapoona mambo haya yanaanza kutokea, when you see these things happening, mjue ya kwamba ukombozi wenu umekaribia. you will know when your salvation has come. Amen. Amen. Na ule mwanamke alionekana anavikwa mavazi mekundu, And that woman was seen being given red clothes. mavazi ya kupendeza, Clothes of looking good. mavazi ya kumeremeta, Clothes of showing off. yenye iko na rangi ya gold Which has a gold color. na nyingine nyekundu. And another one was red. Ule mwanamke ni dini. That woman is a religion. Amen. Amen. Dini ambayo inavalia mavazi hiyo, A religion that holds those clothes. mavazi ya heshima, A respectful clothes. mavazi ya kuvutia, A cloth of looking good. mavazi ambayo inaonekana ni heshima. It's a cloth that's being seen as a respect. Anavikwa vitu vya kuvutia, vya kupendeza na vya heshima. He's wearing things that look good and of respect. Huyo mwanamke ni dini, That woman is religion. na huyo dini And that religion, anazungumza kwa niaba ya Mungu, he speaks on the behalf of God. lakini haiko upande wa Mungu, But he's not on the side of God. iko kinyume cha Mungu, He's against God. maana anajenga ufalme wa shetani. Because he's building the kingdom of the devil. Nje anadanganya watu Outside he's lying at people. kama ni wa Mungu, If he is of God, lakini anafanya maandalizi ya shetani. but he's doing a preparation of Satan. Amen. Amen. Anamjengea shetani, He's building a kingdom for Satan. anamtayarisha shetani. He's preparing for Satan. Plani si kuleta watu kwa Mungu, Plan is not to bring people to plani ni God. kupoteza watu nje ya mpango wa Mungu. Plan is to take people away from the plan of God. Na Biblia inasema ule mwanamke And the Bible says that woman, alikuwa na jina la siri kwenye upaji wa uso wake. he had a name of blasphemous name on top of his head. Amen. 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 Ana jina la siri. He has a blasphemous name on top of his head. Amen. Kwenye uso wake. On top of his forehead. Na jina hilo la siri And that name anaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. is Babylon, the mother of the prostitute. Amen. Amen. Na kupitia yule mwanamke, And do that woman, mashahidi wengi wa Yesu Kristo many testimonies of Jesus Christ, na watumishi wengi wa Yesu Kristo and many servants of Jesus Christ, waliuawa kwa mikono yake they were killed in his hand na waliangamizwa kwa mikono and yake. were destroyed in his hands. Lakini ule mwanamke ule But that same woman anasimama kwa niaba kuwakilisha ufalme wa Mungu. is speaking on the behalf of the kingdom of God. Lakini kwa nje anaonekana ni wa Mungu, lakini kwa ndani ni wa shetani. And outside he looks like he's of God, but inside he's of Satan. Sababu ya wapendwa, Because of that, kanisa tuamke, the church, may we wake up. kanisa tuinuke, We need to rise up. kanisa We likeshe. need to wake up. Ukombozi wetu umekaribia. Our salvation has come. Amen. Amen. Mikutano inayoendelea leo
ya kidini katika ulimwengu. Meetings of religion that are happening today in the world. Kusanyiko zinazofanyika kila mahali leo za kidini. The meeting of the world of religion that are coming up today. Lengo sio kuandaa kanisa la Yesu Kristo. The plan is not to prepare the church of Jesus Christ. Lengo ni kuandaa ujio wa mpinga Kristo. The plan is to prepare the coming of the Antichrist. Wanatengeneza uwanja. They are preparing a field. Wanatengeneza maeneo. They are preparing an area. Ili mpinga Kristo, so that the Antichrist, ambaye kutenda kwake ni namna yake shetani, whose ways is of the devil, awe na nafasi kwenye atafikia. He can have so that he can have a place where he's gonna come. Yeye anapokuja anakuta tayari njia iko tayari. When he comes, he just finds out that the way is ready. Na kila kitu kiko sawa. And everything is good. Na mwenyewe anaandaa hiyo. And who is preparing that? Ni dini. Is religion. Na huyu dini, and religion, kwa nje anajionyesha ni wa Mungu. On the outside it shows that it's of God. Lakini ndani yake, but inside, ni mjumbe wa shetani. That work of Satan. Amen. Mjumbe wa shetani. The work of Satan. Ndio kwa maana kanisa liwe makini. That's why the church should be careful. Watu wasidanganywe na maneno. People should not be lied to by words. Watu wasidanganywe na majengo makubwa. People should not be lied to by big buildings. Lakini wajue kwamba adui wa Yesu Kristo ni dini. But you should know that the biggest enemy of Jesus Christ is religion. Ila Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa lake. But Jesus Christ will come to take his church. Amen. 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 Kwa sababu wapendwa, because of that, beloved, nilitaka tuzungumzie mahali hapa. I wanted us to talk about this place. Maana huyu mwanamke, because this woman atatumika pamoja na mpinga Kristo. Will work together with the Antichrist. Huyu mwanamke huyu, this same woman, ndio atakuwa nabii wa uongo. Is the one who's going to be the fake prophet. Ambaye atatumika pamoja na mpinga Kristo. Who's going to work together with the Antichrist. Ambaye anaitwa ni mnyama. Who is called the beast. Amen. Amen. Kwa sababu ya wapendwa, because of that, beloved, dini mahali ambapo linapeleka watu ni kwenye uharibifu. The place that religion is taking people is a bad place. Na dini linapeleka watu katika kuangamiza. And religion is taking people to destroy them. Lakini walio wa Yesu Kristo, but those who belong to Jesus, ni wakati wa kuamka. It's time to wake up. Walio wa Yesu Kristo, ni wakati wa kukesha. It's time to be careful. Walio wa Yesu Kristo, ni wakati wa kuandaa mioyo rohoni. It's time to prepare your heart spiritually. Amen. Amen. Kwa ajili ya ujio wa nani? Wa Yesu Kristo. For the coming of Jesus Christ. Amen. Biblia inasema katika ile 18 yake, the Bible says on the 18, ule mwanamke anakaa katika ule mji mkuu. That woman stays on that big city. Ambao ni mji ambao unatawala mpaka na wafalme wa nchi zingine. Which is the city that also takes over the kings of the other cities. Yule mwanamke, that woman, anakaa katika ule mji mkuu. Stays in that big city. Ambao yeye anatawala hata wafalme wa nchi zingine. That he's also he's on top of the other kings. Hivi inamaanisha hivi. So it means that yeye iko na utawala zaidi ya mapresida wenye wako katika nchi. He has power than the presidents that are even in city. Iko na utawala juu ya maraisi wote walio katika dunia. He has power over all kings on the earth. Na mwanamke huyo, and that woman, ndiyo mama wa makahaba. He's the mother of the prostitutes. Na kwa nini iko mama wa makahaba? Why is he the mother of prostitutes? Maana mbegu anayobeba ndani yake, because the seed that he's holding inside sio kitu kizuri. It's not a good thing. Anabeba sumu ya kuharibu hao watu na kuwaleta kwa kinyume cha Mungu. She's holding a poison of draining those people and not bringing them to God. Na mwanamke ule, and that woman, ambaye amekaa katika ule mji, who was sat on that land. Ule mji una jina yake. That land has its own name. Babeli mkuu. Big Babylon. Mama makahaba. The mother of prostitutes. Amen. Amen. Kwa hiyo wapendwa, so beloved, kanisa lazima tukeshe. The church must be careful. Biblia inasema asomaye na afahamu. The Bible says the one who reads he remembers. Dini ni adui wa kanisa. The religion is an enemy of the church. Dini ni adui wa Yesu Kristo. Religion is an enemy of Jesus Christ. Mitume waliuawa kwa mikono ya dini. The apostles were killed in the hands of religion. Wale wote waliotangaza Yesu Kristo, manabii, waliuawa kwa mikono ya dini. All those prophets that preached
preach for Jesus Christ, they all killed. Kwa hiyo kile ambacho dini iko naandaa saa hizi So whatever the religion prepares now, sio cha kuwaleta watu kwa Yesu Kristo, it's not a thing to bring people to Jesus Christ, lakini ni kuwaleta watu kuwa kinyume cha nani? Cha Yesu Kristo. but it's to bring people to go against Jesus Christ. Ni kutaka kuangamiza kazi ya nani? Ya Yesu Kristo. It's to want to destroy the work of Jesus Christ. Maana huyu mwanamke ambaye ni kahaba Because this woman who is a prostitute atatumika pamoja na huyu mpinga Kristo. will work together with this Antichrist. Na kazi ya mpinga Kristo And the work of Antichrist ni kupinga kila kitu cha Yesu Kristo. is to deny everything of Jesus Christ. Ni kuinuka kinyume cha Yesu Kristo. Is to rise against Jesus Christ. Hivi inamaanisha akiinuka kinyume cha Yesu Kristo So that means if he rises against Jesus Christ, na akipinga kazi ya Yesu Kristo, he's against and he's going against the work of Jesus Christ. hivi inamaanisha anapingana na Mungu. That means he's going against God. Amen. Amen. Anapingana na nani? Na Mungu. He's fighting against God. Lakini acha nikwambie wapendwa, But let me tell you, beloved, hakuna kitu ambacho mpinga Kristo atakachokifanya. there is nothing that the Antichrist can do. Yesu Kristo yeye yule jana leo hata milele. Jesus Christ is the same forever and ever. Mungu ana watu wake. God has his own Amen. people. Yesu analiandaa kanisa lake. Jesus Christ is preparing his church. Watu watanyakuliwa kwenda mbinguni. People will be taken to heaven. Yesu ataokoa watu wake. Jesus Christ will save his people. Walio na Yesu hawatapigwa chapa ya shetani. Jesus Christ will not get the Walio na Yesu hawataingia kuzimu. Those who have Jesus Christ will not enter hell. Maana ni mali ya Yesu Kristo. Because it's the property of Jesus Christ. Amen. Amen. Yesu anasema hivi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Jesus says this on the Revelation. Tazama naja upesi Remember, I come nearly, na ujira wangu uko mikononi mwake. Na kuja upesi. I'm coming. Ile nani ujira, sijui nitatumia lugha gani Kiswahili. Ile kama uko na kitu cha kubariki nacho watu, cha kuwapatia watu. Bless you. Tazama na kuja na mawimbi. Look, Kwa hiyo anakuja kuchukua kanisa. He's coming to take the church. Na malipo ya kila kitu kwa yule aliyemtumikia iko mikononi mwake. And the payment of everyone that worked for him is at his hands. Kwa hiyo mtu ambaye atakubali kuchukua njia ya upotevu, malipo yake ipo. So whoever's going to take the bad way, his payments are. Lakini yule pia ambaye amechukua njia ya kumtumikia Yesu Kristo na kumsubiri, malipo yake pia ipo. But even the one that works for Jesus Christ, his payment is there too. Amen. 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 Kwa sababu wapendwa, So because of that, beloved, kanisa liamke. when the church wake up, Mikutano inafanyika ya dini leo, the meeting of religion that's happening na kusanyiko zote zilizo leo, all the gathering that it is today, ni kwa ajili ya kuandaa njia ya mpinga Kristo. is for preparing the way of the Antichrist. Na ni kwa ajili ya upotevu wa kanisa la Yesu Kristo. And it's because of being lost of the church of Jesus Lengo la Christ. dini ni kuleta uharibifu. The plan of religion is to bring Hakuna destroy. umoja yenye inaweza kupatikana kwa njia ya dini. There is no unity that can be found in religion. Umoja ya kweli inapatikana katika Mungu Baba. The only two unity can be found through the Umoja ya kweli inapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. The true unity can be found through Jesus Christ only. Kwa hiyo wapendwa, tumemalizia. So beloved, we are finished. Tunahitaji kuinuka na tunahitaji kukesha kwa njia ya maombi. We need to wake up in the way of prayer. Na tunahitaji kuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. And we need to be ready for the coming of Jesus Christ. Amen. Amen. Wanasema mwanamke yule alikuwa na kikombe. They said that woman had a cup. Na ndani ya kile kikombe mna majina ya makufuru. And in that cup there was names of blasphemous names. Na uchafu wa kila aina. And there was every kind of filthy things. Amen. Amen. Kikombe kinaonekana kitu kizuri. That cup is seen as a good thing. Lakini vitu vilivyo ndani ya kikombe ni vibaya. But the things that are inside the cup are evil. Sababu ya wapendwa, That's why, beloved, hakuna kitu kizuri kwa mwanamke kahaba. there's nothing good in a prostitute woman. Kwa hiyo hakuna kitu kizuri kwa dini. So there's not a good thing in religion. Hakuna kitu kizuri kwa dini. There's nothing good in religion. Dini kazi yake ni kuua watu. Religion's work is to kill people. Dini kazi yake ni kuangamiza mioyo ya watu. The religion work is to destroy the heart. Kazi ya dini ni kupoteza watu. The work of religion is to lose people. Sababu wapendwa, tuamke, Because of that, beloved, let's wake up. tuinuke
Let's raise up. Tumungoje Yesu Kristo. Let's wait for Jesus Christ. Maana karibuni anakuja kuchukua Because kanisa. nearly is coming to take the church. Kanisa tunahitaji kuamka. Church, we need to wake Kanisa up. tunahitaji kukesha. We need to be up. Kanisa lazima kujitenga na njia za hovyo hovyo To avoid every evil way. na kumtafuta Mungu kwa nguvu sana. And to look for God more. Kama ulikuwa nalala ni wakati wa kuamka. If you were sleeping, it's time to wake Ulikuwa up. auombake ni wakati wa If kuomba. you wasn't praying, it's time to pray. Ulikuwa auje kujitakasa ni wakati wa kujitakasa. You didn't know how to cleanse yourself. It's Maana time to karibuni Kristo anakuja kuchukua kanisa. because nearly Jesus Christ is coming to take the Maandalizi church. ambayo dini iko nafanya leo The preparation that the religion is na doing mikutano today, ambayo wako nafanya leo and the meetings that they are doing ni today kwa ajili ya uharibifu wa kanisa la Yesu for Kristo destroying the church of Jesus na ni kwa Christ. ajili ya kupinga kazi ya Yesu It's Kristo. for going against the work of Jesus Christ. Amen. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa. God bless you so much. Kila mmoja wetu akeshe juu ya roho yake. May every single one of us pray for his Kila heart. mmoja wetu awe na nafasi ya kumlilia Mungu May every single one of us have time to pray for na God. tupate kuwa tayari rohoni May we be ready spiritually. kama wale wanawali 10 Like those 10 women. walikesha They were up kwa ajili ya kumngoja bwana harusi. because of waiting for their husband. Na sisi tuamke Let's all wait and us. Let's wake up. tukeshe, Let's maana fast. bwana harusi anakuja kuchukua kanisa. Because the husband is coming. to Tusimame take the ili church. tuombe Mungu, Let's wake up so that we can pray. tumwambie to Bwana God. Yesu asante, Let's tell Jesus Christ thank you. tuwe tayari kwa ajili ya ujio Let's be ready for the coming. na Kristo aandae kanisa lake. Jesus Christ will prepare his church. Bwana wetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya jioni ya leo, kutupa nafasi ya kukusanyika na kukutana pamoja ili tukaweze kuhudumia mioyo yetu na tukaweze kulishwa na wewe. Tunaliombea kanisa ulimwenguni katika mambo yote yanayoendelea na yanayotendeka. Mungu, andaa kanisa lako. Kanisa lisinaswe mateka. Kanisa lisiwe katika usingizi. Kanisa lisiwe distray. Kanisa lisipishwe na wakati. Lakini kanisa liamke, kanisa liinuke, kanisa likeshe na kanisa liwe tayari rohoni. Ili utakapokuja kuchukua kanisa kwa njia ya mwaliko wa parapanda, kanisa liwe tayari kunyakuliwa, kanisa liwe tayari kupokea na kanisa liwe tayari kuwa pamoja na wewe. Asante kwa ujumbe huu. Kila atakayelisikia, acha Mungu akapate kuona maisha yake, acha Mungu akapate kuona moyo wake, na apate Mungu kujiandaa kwa ajili ya ushirika na uhusiano pamoja nawe na kwa ajili ya ujio wako. Mungu atupokea sifa, Mungu atupokea utukufu, Mungu atupokea heshima. Twaomba tukiamini, tukiacha kila kitu mikononi mwako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tukiomba na takuamini. Amen. 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 Tupeane mikono ya ushirika na twende na amani ya Kristo, na Mungu atubariki sana.